Mumewe Umari yuko nje ya nchi, anapambana na maisha. Waswahili husema jambo moja tu, na si Waswahili, ni taratibu nzima za vitabu. Wanapokaa watu wawili, mwanamke na mwanamume, wasiokuwa na haramu juu yao, yani sio dada yako wala sio mama yako, basi watatu yao anafata ni Ibilisi. Basi Ibilisi alianza kutumia nafasi hiyo ili kumrubuni mkewe na Umari, na ili kumdhibiti Ustaz Mudi na kumharibia CV yake. Basi Ibilisi alianza kutumia nafasi hiyo taratibu. Sasa siku moja Umari bado yuko Dubai, anaendelea kupambana na maisha. Wakati huo mke Umari, ndiyo siku ya somo, akajipara vizuri, akafanya manukato kama vile somo lilivyokuwa likieleza. Lakini siku hiyo mke Umari mule ndani alikuwa yuko tofauti, na ukizingatia anaishi peke yake mule, hakuna mtu yeyote yule katika jumba lote la kifahari. Basi Ustaz Mudi alipokwenda, alimkuta siku hiyo mke Umari amevaa nguo laini sana, na mke Umari ni mashallah, Mungu amemjalia, ana maumbile mazuri, ana macho gorori, ana sura ya kike haswa yenye kuvutia. Basi wakati Ustaz Mudi amebonyeza kengele, mke Umari alitoka na kwenda kufungua. Wakati anafungua geti, akatangulia yeye kuelekea sebreni, na Ustaz Mudi akawa anamtazama mke Umari, lakini akatazama macho chini. Lakini kwa hali aliyoiona siku ile, Ibilisi alimlazimisha atazame macho yale kwa makini. Pale ndipo Ustaz Mudi alipoona kumbe mke na Umari si mchezo. Mashallah, ameumbika, mwenye shepu na kila urembo, jicho na kadhalika. Basi Ibilisi akaingilia gemu hiyo. Ustaz Mudi alipofika sebleni, alikaa chini huku akisikitishwa na kumwomba Mungu amnusuru katika hali ile. Lakini tena Ibilisi ana nguvu zake. Basi mke Umari siku hiyo alikuwa ana hata haja ya kusoma. Siku hiyo yeye aliamua tu amtege Ustaz Mudi. Basi mke Umari aliingia ndani. Alipofika karibu na chumbani kwake, mlangoni aliamua tu kupiga kelele kana kwamba mtu amedondoka. Naumia Ustazi njoo, naumia. Ustaz Mudi akashtushwa sana, akamwambia, nini tena shemeji? Njoo, nimekwambia njoo, naumia. Basi Ustaz Mudi akakimbia haraka sana, akajua kana kwamba mke Umari ameumia. Basi Ustaz Mudi alikwenda. Alipofika pale, akamkuta mke Umari amekaa chini huku akishika mguu wake. Basi Ustaz Mudi, kwa kuwa amejua shemeji yake ameumia na yeye pia anaogopa kumshika mke wa mtu bila ruksa, akamwambia, umeumia wapi shemeji yangu? Ustaz Mudi akamuuliza mke na Umari. Mke na Umari akamwambia, nimejikwaa hapa mguuni, hebu shika hapa. Ustaz Mudi akaona sasa huu mtihani, nashikaje mke wa mtu bila ruksa? Basi Ustaz Mudi tena Ibilisi naye akamshawishi, akaanza kushika ule mguu na kuona wapi alipoumia mkewe Umari. Kumbe mke Umari alikuwa na act tu, hakuumia kokote. Alikuwa na act tu ili mradi apate kumshawishi Ustaz Mudi, kwa kuwa alikuwa akimpenda sana. Basi mke Umari, wakati mkono wa Ustaz Mudi umeenda kushika maeneo ya kiganja chake cha mguu, hapo ndipo alisisimka sana na kuanza kumkamata kichwa Ustaz Mudi na kuchukua mkono wake kupeleka maeneo ya mapajani, ambapo Ustaz Mudi sasa akashtushwa kidogo. Akamwambia, shemeji, mbona unanipeleka huko? Akamwambia, na huku pia nimeumia, hebu peleka mkono wako.
Akasikia sauti ile nzuri ya kipwani. Ustaz Mudi sasa akaingia katika majaribu. Ustaz Mudi akapeleka mkono, mke Umari tena akapeleka mkono mahala ambapo si pa kawaida. Ukipashika basi hata uwe nani lazima ubadilike kifikra na kimaumbile. Basi Ustaz Mudi tena mambo yakawa mazito kwa upande wake, na mke wa Umari akazidi kumsogeza Ustaz Mudi na kuanza kumpeleka mdomo wake na mdomo wa Ustaz Mudi kugongana na kuanza vile vitendo ambavyo alivisoma kwa Ustaz Mudi. Taratibu mambo yakaanza. Ustaz Mudi akajikuta anatoa kanzu na kuweka pembeni. Ustaz Mudi akajikuta anavutwa taratibu katika kitanda cha mke wa Umari. Basi akafanya lile tendo na wakaendelea na lile tendo. Basi tendo siku hiyo lilikuwa la mafundi watupu waliosoma na kujua vitabu vinatakaje katika tendo la kitandani. Hapo ndipo Ustaz Mudi ameanza kushawishiwa na Ibilisi ili mradi apotoke na watu washindwe kumwamini juu ya elimu yake. Hapo ndipo tunajifunza jambo kubwa ndugu yangu. Lakini kabla sijaendelea, nikukumbushe jambo moja mpenzi msikilizaji. Kama ndiyo mara yako ya kwanza kujiunga katika channel yangu, na kuomba ukliki button nyekundu iliyoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Basi nini kiliendelea? Tendo lile likaendelea. Ustaz Mudi akawa analifanya pamoja na yule mkewe Umari. Basi mahaba yakazidi. Baada ya tendo lile wakaenda kukoga, huku wakiona aibu wote kwa pamoja. Lakini kama unavyojua tena, Ibilisi ana nafasi kubwa zaidi. Akamwambia mke wa Umar, akamwambia Ustaz Mudi, usiwe na shaka, tumeteleza tu, tutamuomba Mungu msamaha, sawa? Ustaz Mudi naye akaingia kwenye mvishawishi, akamwambia haya bwana, tutafanyaje tena, ndio tushakuwa wanadamu na haya ndio maumbile. Basi wakaenda kukoga kwa pamoja. Ustaz Mudi kwa kuwa alikuwa hajaoa na alikuwa na vitu vingi katika mwili wake vinahitajika, basi Ustaz Mudi huko msalani akaanzisha mechi nyingine na akaanza kutumia ufundi wake wa kielimu ya kitandani katika sehemu isiyokuwa sahihi kabisa. Basi Ustaz Mudi ndipo alipoanza kuteleza, akaanza kuonyesha mapenzi motomoto kwa mke wa Umari. Wakati huo Umari yuko nje amekwenda zake kikazi, na kipindi hicho Umari amekaa muda mrefu sana, sasa takribani mwezi mmoja ama mwezi mmoja na nusu. Basi Ustaz Mudi baada ya hapo akaondoka. Mke wa Umari kwa kuwa mume wake alikuwa ni tajiri sana, basi alichukua kama shilingi 600,000 hivi akamkabidhi Ustaz Mudi. Hapo ndipo maisha yakaanza kimtindo huo. Ustaz Mudi alirudi nyumbani kwao huko akiwa na mawazo sana. Akawaza vitu vingi sana vilivyotokea, lakini akawa amenogewa na yule mke wa Umari, kwani ni mwanamke mwenye shepu mzuri na mwenye kuridhisha. Basi Umari kipindi hicho yuko Dubai, yuko anaendelea na biashara. Basi Ustaz Mudi alikuwa akimwaza sana mke wa Umari, na alijikuta kwamba huyu ni mwanamke hasa wa kufanya naye tendo. Basi Ustaz Mudi tena akawa ndio tabia yake, Ibilisi tena akawashika mkono. Basi wakawa wakienda pale wanafundishana. Baada ya hapo, kwa kuwa hakuna mtu, basi wanakwenda bafuni taratibu na wanakoga na kuanza kuingia katika chumba na kuendelea kufanya mambo yao. Basi ikawa hiyo ndio desturi ya Ustaz Mudi, akifanya mambo hayo kimya kimya. Wakati huo ameshawishiwa na mwanamke ambaye ni mke wa Umari. Mambo yakaenda hivyo. Baada ya miezi kama 2 hivi, Umari akarudi kutoka Uingereza na Dubai alikokwenda kutafuta biashara. Basi Umari aliporudi alimkuta mke wake amefika mbali sana kimasomo.
kitendo ambacho alifurahi sana na Ustaz Mudi pia walifurahi kwa pamoja. Lakini Umari hakuwa hata na shaka yoyote, kwani alimwamini sana Ustaz Mudi na hakuwa na hata mashaka naye hata kidogo, kwani alijua tu Ustaz ni mwaminifu na hana tatizo juu ya mkewe. Basi maisha yakaenda hivyo. Baada ya siku 3, wakati Umari yuko pale, ama siku 4 hivi, akaona mke wake anaumwa na kutapika. Umari akawa na mashaka kidogo kwamba mbona anaumwa, ama ana UTI ama nini. Basi Umari akamwambia Ustaz Mudi asije ndani ya siku 3 kwa sababu watatoka yeye na mkewe. Basi Ustaz Mudi akasema sawa, mimi nitaendelea na darasa langu la wanawake kule madrasani kwangu. Basi Ustaz Mudi yeye akaendelea huko kwa siku 3 na Umari akawa anamtibu mke wake. Walipokwenda hospitali, alipima damu pamoja na vitu vingine kuangalia mkojo kama UTI na kadhalika. Lakini Umari alikwenda kwa dokta akamwambia mpime kila kitu kwa sababu nahitaji afya yake ikae sawa. Lakini Umari alipomtaka dokta mpime mkewe kila kitu, hakuwa na maana mbaya na kujua kwamba labda kuna jambo limetokea. Hapana, yeye alitaka mkewe awe na afya njema ili apate kuendelea na masomo vizuri zaidi. Basi Umari akalisema hilo kwa daktari. Baada ya hapo daktari akampima vipimo vyote na baadaye akamwambia nisubirini hapo nije kuwapa majibu yenu. Basi daktari akawa anaendelea na wagonjwa wengine, wakati Umari na mkewe wanasubiri majibu kutoka kwa dokta. Lakini siku hiyo mke wa Umari alikuwa na wasiwasi sana, lakini Umari aliona tu labda ni ugonjwa aliyokuwa nao, labda ndiyo usababisha matatizo hayo. Basi ilipofika pale, dokta akawaita Umari pamoja na mkewe. Kuwaita, dokta kama kawaida akaanza masihara yake. Akaanza kumwambia Umari, naona mambo yamejibu bwana. Umari akashtuka kidogo. Mambo gani tena dokta yalojibu? Akaambia naona mama mjamzito hapa. Umari akashtushwa kwa sababu hakumwacha mke wake katika hali hiyo, na ukizingatia amekaa kama miezi 2 hivi. Haya, Umari akamuuliza ujauzito huo wa muda gani? Akaambia huu bwana una wiki kama 2 hivi. Sasa pale Umari akawa na mashaka na mkewe akashtushwa kidogo na majibu yale ya daktari na kuona sasa mambo yameumbuka. Umari alikuwa ni tajiri mkubwa na mwenye hekima pia. Basi taratibu akamchukua mkewe na akatoka naye na kwenda naye nyumbani. Mkewe alikuwa na mashaka kuona sasa leo ndipo nakuja kupewa talaka. Lakini Umari hakutoa talaka. Umari hakutoa talaka. Alikwenda mpaka pale na kurudi nyumbani akaanza kumhoji vizuri. Mke wangu, mimi na miezi 2 sasa niko nje na ujauzito wako ni wa wiki 2. Sasa mke wangu, ujauzito huo amekupa nani? Mke wa Umari akawa anatetemeka sana kwa kusema anashindwa aseme nini juu ya mumewe. Akamwambia, mume wangu nashindwa nisemeje, lakini najua nimekukosea sana katika hili, naomba unisamehe. Umari akamwambia sawa, lakini siwezi kukusamehe bila kujua kosa gani ulilolifanya. Hebu nijuze tu ukweli, kitu gani kimekutokea mpaka imefikia wakati unafanya jambo ambalo si sahihi? Na je, nani aliyokuruhusu utoke nje? Kila kitu mimi nakupa ndani, chakula kipo, pesa zipo, nikiagiza tu pikipiki inakuletea chochote unachotaka. Na ndio maana nikamchukua Ustaz Mudi akufundishe humu ndani ili usipate nafasi ya kutoka. Je, ilikuwaje mpaka ukatoka nje na kufanya uchafu huo?
Wakati huo Umari anazungumza maneno hayo, ameweka 100% anamwamini Ustaz Mudi, hana hata shaka naye. Umari wakati anazungumza hivyo, mke wake akawa anabubujikwa na machozi na kumwambia kwamba wewe acha tu mume wangu, kweli Ibilisi ana nguvu sana, na hasa mwanamume na mwanamke wakikaa sehemu moja wawili, basi watatu wao ni Ibilisi na chochote huenda kikatokea. Umari akamwambia, hebu nijuze basi, huo ujauzito umeupata wapi? Akamwambia, mume wangu, naomba nikuulize mambo mawili. Je, nitakapokuambia ukweli utanisamehe ama utachukua maamuzi gani? Umari akamwambia, nashindwa nisemeje, lakini ni bora unieleze ukweli nipate kujua, ili nami nijifunze jambo. Basi yule mwanamke akamwambia, mume wangu Umari, hakuna ulichonikosea, ila mimi ni mwanadamu na nina madhaifu. Siku moja Ustaz Mudi alikuwa anafundisha somo la kitanda cha mwanamke na mumewe. Somo lile nililielewa sana, lakini vile vitu alivyokuwa akivitaja mimi nilikuwa na hamu kubwa, na siku nyingi wewe hukuwepo, basi nikajikuta tu maumbile yangu yanabadilika na kuingiwa na hamu ya mwanamume. Ndipo hapo nikapata Ibilisi kesho yake na kumshawishi Ustaz Mudi na nikafanya naye mapenzi. Kusema la ukweli, hajinitamkia yeye kwamba ananitaka, ila mimi kutokana na hamu kubwa na wewe ulikuwa uko mbali, basi nilijikuta tu nimetumia mbinu hiyo na kumshawishi Ustaz Mudi na kufanya naye mapenzi. Umari alishtuka sana, alishtuka kwa kiasi kikubwa sana na kumwambia, kwa maana huo ujauzito ni wa Ustaz Mudi? Mkewe akamwambia, ndiyo, huu ndio ujauzito wa Ustaz Mudi mume wangu, na nakuomba unisamehe sana sana. Umari akadondoka pale pale, akadondoka akazimia. Mke wake akawa ameshikwa na uoga sana, akawa anampepea ili mradi tu ainuke na alikave vizuri. Basi akawa anampepea pale. Baada ya Umari akafumbua macho, akamwambia jambo moja tu, kwamba kweli mke wangu umefanya jambo hilo kimakosa, lakini nimekuja kuamini kumbe Ibilisi aangalii elimu ya mtu, wala shekhe ana uwezo mkubwa, wala mtu yeyote. Ibilisi anawapenda sana watu wenye elimu ili awapotoshe. Mimi naamini Ibilisi ndiye aliyekupotosha wewe pamoja na Ustazi Mudi, na ndio maana mkafanya tendo hili. Kwa hiyo mimi ninachokiona, siwezi kulea mimba ya mwanamume mwenzangu. Nitampigia Ustaz Mudi aje nikukabidhi wewe talaka zako, ili naye akuoe, kwa kuwa hana mke, basi muendelee na maisha yenu, nami nitatafuta mke mwingine. Mke wa Umari alilia sana na kububujikwa na machozi na kumwambia, mume wangu nisamehe katika hilo, mimi sikupenda kufanya hivyo, ila imetokea. Umari akamwambia, ni kweli, lakini je, ungelikuwa wewe ungeweza? Mimi siwezi kulea kiumbe cha mwenzangu, hivyo na kuomba sana 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 nimwite Ustaz Mudi ili aje kukuchukua. Basi Umari akampigia Ustaz Mudi. Alipomwambia lile jambo, Ustazi alishtushwa sana na kumtaka msamaha Umari amsamehe, kwani naye ni mwanadamu, na hivyo amsamehe, asimchukulie kama yeye ndiyo tabia yake, bali Ibilisi ndiye alitumia fursa hiyo ya kumshawishi. Mambo yakaenda hivyo, ndugu mpenzi msikilizaji.